the BBI has given us a platform whereby we can ventilate areas which we felt were not well done with the promulgation of the Constitution of 2010. I've looked at that Constitution in great depth, and I've come out with few things which I think should be now be included with the change in the Constitution which is in the offing. For all the countries in Africa, the national budget, 10% of the total revenue, the total budget, like last time we had 3.1 trillion, 10% should be given to agriculture so as to have the food security. But has it been done so? We want this one to be anchored in the Constitution, such that, because right now it is at the whim and the will of those, the ruling government, either to give or not to give. We want it to be anchored in the Constitution to say that 10% of the total budget of the country should be diverted to agriculture. Kwa hii BBI kuna wazee wa mtaa. Wazee wa mtaa wajawekwa kwa Constitution. Naona chiefs wako pale wanalipwa, lakini wazee wa mtaa wazingatiwe. Wakuwa hata watu wanalipwa every month. Kwa sababu wanafanya kazi ya serikali, si ndio? Parliamentary system all over the world is the one that has worked best for the developed world. Na ningeomba wala ambao wako na doubt, go and read constitutions of several developed countries. Utaona ya kwamba they have parliamentary system. Ile kitu ni lazima tuchunge ni kazi ya prime minister iwe properly defined. Kazi ya president iwe properly defined. Na hii kitu itafaulu. I support the presidential system of government which is there. Hii kitu ya BBI, in fact, why are you changing constitution? Kwa nini mtu ana change constitution wakati anataka maneno yake binafsi? Ikifika mahali yenye mtu anajitakia maneno ana change constitution. Kwa nini constitution wasiweke ya kwamba ichangiwe constitution every 10 years or whichever? Kwa nini wakati unataka ukue wakati yako imeisha unataka kutoka, unataka kuchange constitution? Kuna kuanga na issue sana wakati ikifika wakati wa uchaguzi. Unasikia kuna watu ambao wanajiwekelea kuwa ni wadogo, kuna watu ambao wanajiwekelea kuwa ni wazee, lakini langu nilikuwa nataka kutoa maoni ya kwamba kuwe na age limit kwa mambo ya uongozi, hasa katika kiti ya president. Iwe kama ile ya churches. Kama mtu amefikisha umri wa miaka 70, awe automatic disqualified kwa mambo ya uongozi. Hakuna namna tutafaulu kwa inclusivity. Kama sisi watu ya Kenya tuna vyama 40. Vyama 40, imagine. Kila mtu atasimamisha presidential candidate yake, senator candidate yake, deputy president, prime minister, deputy prime minister. Kwa hivyo hiyo group itaenda kona pale. Hiyo ingine isimamishe yao. Hiyo ingine isimamishe yao. Ndugu yangu, watu ya BBI, muta include hiyo watu yote waliosimama kwa pahali gani? Where will you bring them together? Na vyama ni mingi. Nataka unga mkono msemaji mmoja alikuwa hapo kusema tukitaka maneno ya inclusivity proper, sisi tupige kura na nyinyi muingize kwa hii maneno yenu kwa saa hii. Sema Kenya inataka vyama 3 ama 4 au 2. Na hiyo chama, kila chama iweke maneno yake, iseme mimi ni Jubilee, huyu hapana Jubilee, alafu NASA, alafu hiyo mwingine. Tupige kura kama wananchi ya Kenya. Hiyo vyama ndio itakuwa. Na mimi naambia nyinyi, kama vyama takuwa 2 peke yake, na labda kuwe na moja zaidi ile inajaribu kwa, lakini tupigie hawa kura kama wananchi ya Kenya voters. Hapo sasa ndio tutapata inclusivity. Kwa sababu gani? Candidates wa presidential watakuwa 2. Yeah, presidential.
Siwezi kubali ati president ya nchi ichaguliwe na members of parliament. That is very wrong. Tunataka iwe kama ni presidential system iwe hivyo. Na mimi naunga mkono ya presidential system ikae vile ilivyo. Kama tena ndani ya hiyo, wakati tunachagua watu wawili katika ndani ya serikali, maana wanaendanga kiwa wawili, hakuna mmoja hata mmoja ikifanywa impeachment moja, wote wawili wamefanywa nini? Impeachment. Wote wawili wataenda wapi? Nyumbani. Wa face election mpya. Hii maneno ya hii tunaona Kenya tunaelekea kwa ubaya. I want to propose that we reduce the salaries of MPs, senators, and members of the county assembly. This thing called sitting allowances. Once you are seeking this elective post, it's a calling. You want to serve the people. Therefore, we should abolish actually the sitting allowances, and the salary should be capped. And we've seen actually what happens in the National Assembly. Whenever they want to increase their salaries, they use this structure called Parliamentary Service Commission. It's my proposal, actually, this Parliamentary Service Commission should be abolished and will only retain the SRC. And SRC should be fully autonomous. The parliamentarians should not control the SRC. I want to suggest that anybody that has to be nominated must have run for a position to ensure that that person is interested in that position, either in the national parliament, in the county government, or in the national parliament, so that you don't get somebody who is sleeping somewhere to come to be nominated, yet he is not or she is not even represented. And this, we must consider the gender. It is a must. And I want to put it, it is a must that you consider the gender. I want to suggest on the devolution. I support the remaining of the 47 counties as it is. And as per the suggestion that the parliamentarians should also be the ministers, it should be replicated also in the county, in the devolution system of government. Mambo ya corruption ni kitu ambaye imeongelewa sana, lakini mimi kwangu naonelea mambo ya corruption kwa njia mbili. Kuna mambo ya corruption ambaye inaonekana kuna watu ambao wamepora mali ya umma, na kuna mambo ya corruption ambayo tunaita perceived corruption, ambaye mtu anawekelewa na kuwa branded mpaka mtu anaonekana ya kwamba ni corrupt na ile hali hajachukua kitu ya mtu. Maoni yangu ni kwamba DCI ambaye inahusika na mambo ya kuinvestigate mambo ya corruption na kila aina ya uhalifu iwe an independent body ambaye haitakuwa answerable na kila mtu, haiwezi kachukua directive from anybody. Iwe kama ile ya Amerika ambayo inaitwa FBI, ndio iweze kuchunguza mambo na kutoa mambo ya ukweli. Waziri wa county, mimi ningependekeza ya kwamba pamoja na waziri wa serikali kuu, ningependekeza ya kwamba ili to reduce hii wage bill, tuchague katika wale viongozi ambao tumewachagua kama MCAs na pia kama wajumbe. Nyingine ni kwamba kwao mawaziri, pendekezo langu ni kwamba tunashukuru devolution sababu tunaona mabarabara zetu zimetengenezwa, tunapata services vizuri. Mimi ningetaka kusema ya kwamba yale magari ambayo yanatumika na wale mawaziri ikue ya a capacity of 13 cc. Kwa nini tukue na waziri ambao wanabebana na magari makubwa? Tunataka serikali ipige marufuku kuleta chakula kutoka nje. Hatutaki chakula nje. Hii nchi Mungu ametupa bahati, ametupa hewa safi, kila kitu safi. Tunaweza kupanda chakula yote tunahitaji. Kwa hivyo hii mambo ya kuleta chakula ipigwe marufuku. Hatutaki kuletewa mayai, hatutaki kuletewa mahindi, hatutaki sukari, hatutaki mchele, hatutaki hiyo vitu yote. Tunaweza panda yetu na tosha. Hatutaki nyama kutoka nje, hatutaki samaki kutoka nje. Hii vitu yote pigwe marufuku. Tunataka serikali waangalie njia ya kucontrol mambo ya social media. My recommendation is very harsh. Ikiwezekana hii mambo ya social media ikuwe ban. Kwa sababu siku hizi watu wameabuse kabisa, wana propagate propaganda. That is my recommendation. Kama hakutakuwa na kikao
ya president, deputy president na former prime minister, hatutakuwa na haja ya kusinda tukikaa kwa forums kubuild bridges wakati zimevujikia mahali zilianzia, kwa sababu tunajiuliza mahali hii ya kujenga bridges, kanisa iko wapi? Where is the church? Church ina play role gani kwa hii building bridges? Ni founder ya building bridges, ni mwendelezi wa hiyo building bridges, ama ni mwenye kukatiza kuharibu building bridges? Mambo ya ufisadi, Biblia haiweki mkazo. Mambo ya amani, Biblia haiweki mkazo. Kama tuko na amani, mambo yote yatakuwa sawa. Wazee wapatie mashauri, hata katika bunge. Ninaomba serikali yetu na viongozi yetu, kila eneo bunge wachagulie wazee hao na waweze katika mkao katika bunge. Mimi kati ya wazee ambao wamepewa mshahara na serikali lakini 2018 hizo pesa zilipotea, zilienda sijui ilienda wapi, na sisi hatujakufa kiwa kwa pili na kitu rulimu au kwa autobebeni wala so hatujakufa. Sasa sisi kwa hapo sasa tuna pamoja na kitu kwa nini hizo pesa zilienda zikapotea? Ile inaitwa equalization fund ambayo ni 15% of the national budget. Naomba kwa unyenyekevu iongezwe iwe 20% of the national budget. Viongozi ambaye wanatuletea wananchi waweke katiba ambayo inasemekana ya kwamba mwaka ambaye mtu akifuta katiba kuletea wananchi aende tena maisha. Aende tena maisha. Kwa sababu wengine watakuja kusomea kwamba kumbe kuletea wananchi inaenda maisha bila kukutana na wananchi. Nataka iwepo kwa hili yaya kwa katiba au wazee wa mitaa wa kule mshahara. Ya pili, tuzi tunasikia makanza na wenye wameenda retire, mambo yao inachukuliwa wapate bele nyingine. Hata hao wazee watakuwa wafanya tangu nyuma mali hiyo kwa katiba, hiyo wapate pesa ikiwa ndio nyuma waweze kufurahia katika nchi hii. Boundaries ni mbaya. Boundaries ni mbaya, sio vizuri. Wakati umepitiwa maboundaries hapo sawa, iko makosa hapo, irekebishwe hiyo vizuri. Mpaka wakati huu tuna shida ya mambo ya election. Ningependelea hivi tuwe na primary election, tuwe na primary election ambayo inahusu MCS peke yake. Baada hiyo tunakuja election ya MP na president ya Kenya. Hatutaki tuchanganye. I support personally presidential system. Na hapo the winner takes home. 2. Age limit ya presidential candidate akuwe mtu wa 70 and below. Alafu tukenda hapo kwa civil servants. Civil servants wote wa retire sasa kwa 55 years. Sorry, 65 ni upuzi. 65 lazima retire na 55. Mtu ukiwa na 50 anza kujipanga. Hatutaki watu wako na 65 years na bado tunaenda wote matane. The office of the Prime Minister is nothing and useless. That is according to me, because if we have a deputy president, the work of a Prime Minister is related to the work of a deputy president. So why a Prime Minister? And then this Prime Minister is nominated by the president. That is a lie. It means if the president comes here, he can nominate. You cannot say he is forced by the law to balance, and he is the one to nominate. He can choose to nominate his brother. You know, and then that structure of a Prime Minister, I think you're just adding a wage bill on us. That is a challenge. Vijana wanasema compulsory paid internship. Ukimaliza tu university
lazima unaingia program ambayo inaitwa compulsory paid internship kwa government institution for 1 year. Unalipwa mwaka moja, kama wata renew contract ama wata renew utakuwa umelipwa mwaka moja na government. Point number 2, youth program should be given more funds. Kama Wasingishu tulikuwa na kijana na heka, bwana CEO, kijana na heka ikuwe revived, alafu ndio vijana pia wapate kupata ajira na ikuwe inaraniwa na vijana. We need funds to be distributed according to population. There are some counties, they have very few people, but they get a lot of money. That is not fair at all. We need the funds to be distributed according to population, and those funds, a lot of it should be put on education sector and empowering of the youth, such as our youth should be, the shoe shiners should be put a place to empower our youth. Devolution waongezewe pesa, counties waongezewe from, it was 15 or what? From 15 iende mpaka 45. Inclusivity ni pesa ipelekwe reserve. Inclusivity ni equal distribution of resources. Kama unatoka Kakamega upewe pesa equal na ile watu wa Wasingishu wamepewa ama Elgeyo Marakwet ama Baringo ama anywhere. Si sawa? Katika ofisi za serikali na za umma, wafanyikazi pale robo wawe ni youth. Sijui robo ni 1/3 wawe ni youth. 1/4 wawe ni youth. Mshukiwa tendo la ufisadi asikubaliwe kushirikilia ofisi yoyote ya serikali ama ofisi yoyote ya umma hadi kesi yake iamuliwe kotini. But I want to stress on the issue of betting, issue na biashara. The issue na biashara. Sisi vijana hatujapewa kazi na serikali. Despite that we have all those other, tumepenya qualifications zote, tuko nazo zote, lakini serikali haijatupea kazi. The issue na betting. Sisi vijana tunategemea sana SportPesa. Ni kweli ama ni uongo? Sitaki niwadanganye. Sisi wengine wenye tuko campus, we only reach 400 bob, of which tunapata na SportPesa. Na kununua sukuma ya 10 bob na ya kushaga ya 10 bob. So tunataka tuambie watu wa task force na BBI, hiyo issue ya serikali ya kuenda kutukanyagia chini kwa maneno yenye sisi vijana tunategemea kama SportPesa, hiyo hatutakubali. Mimi niko sure 90% ya youth wako CRB. We want in the implementation phase of BBI, CRB should be scrapped off. Hiyo ni point number 1. Because the government ndio imetuingisha kwa deni. That is true. On sports fund, the president, and I was wondering, the president appoint Mudi. Therefore, we should have age limits to appointments of the president. That the president should also be limited to the age limit of appointments he can make. So that tuseme below 65. If BBI wameka ndani corruption free zone, sindio? Sasa, who are the corrupt? Who are the corrupt? You guys leaders wenye mko mbele ndio mko corrupt, mnatuambia sisi tuache corruption. Si wenyewe tuko area. Sasa tunafanya nini? Sisi tuko corrupt, ni nyinyi ndio mko corrupt. Yes, you are the one wenye mnaipenda. Najua kuna kitu inaitwa gender parity. Women rep wanaenda parliament na wasema tutat katika parliament. Nataka niseme hivi. Nataka msikie mzuri. Hiyo gender parity iko parliament kwa youth, be it ladies ama wanaume. Hiyo ingine watina kando hiyo. What we ask the BBI guys is to really work on industrialization. Any civilized society goes off courtesy of industrialization. So once we don't have industries, I don't think we are talking anything as the youth. We need landers for now. We need to be working with the big countries and big economies. We can't say we are moving forward as an economy without industries. So let's look at that really well.